Asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kwa ruksa yako naomba uridhie dakika 2 Mheshimiwa Mohamed Hussein Bashe, mbunge waziri wa kilimo, aweze kusema machache yanayohusiana na kilimo. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Tuikale lolo. Mwadela wa mayo na bababa. Ndelile mhala. Mamilimo kinehe. Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa kunipa nafasi na naomba niongee mambo machache. Mheshimiwa Rais, wilaya ya Meatu leo umetoka kutuzindulia kiwanda kikubwa cha kuchakata pamba cha BioSustain hapa katika wilaya ya Meatu. Sasa hiki kitakuwa ni kiwanda cha pili kikubwa katika wilaya hii, kikiungana na kiwanda cha Gaki ambacho kipo njiani kule ambako umeingilia. Kiwanda hiki kitakuwa kina uwezo wa kuchakata zaidi ya tani 350 kwa siku. Kwa hiyo ni kiwanda kikubwa sana. Lakini la pili, Mheshimiwa Rais, wilaya hii ni moja kati ya wilaya kubwa za uzalishaji wa pamba katika nchi yetu. Meatu ni wilaya ya kwanza ama ya pili, zimekuwa zikishindana kati ya wilaya hii na wilaya ya Igunga katika uzalishaji mkubwa wa pamba katika nchi yetu. Mheshimiwa Rais, zao letu la pamba ulipoingia madarakani uliamua kuanza mfumo wa ruzuku, na mwaka huu Mheshimiwa Rais tumetoa ruzuku katika wilaya hii ya Meatu. Tumetoa mbegu zaidi ya tani 2434 zenye thamani ya bilioni 3.6. Tumetoa viwadudu zaidi ya lita 800 zenye thamani ya bilioni 4.8. Tumetoa vinyunyuzi zaidi ya ekapack 814 zenye thamani ya milioni 960. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa kuwa uliamua kufufua zao hili, ulitoa matrekta. Napenda kukutaarifu kwamba kati ya matrekta 200 ya serikali yaliyotolewa katika mkoa wa Simiyu, matrekta 60 yako wilaya ya Meatu, hapa Meatu. Na tumeanza programu hii mwaka huu katika msimu huu wa kilimo, ambapo uzinduzi nilikuja kufanya mwenyewe na nilifanyia jimboni kwa Mpina hapo kijijini kwao. Ndio nilifanya uzinduzi wa programu hii. Na wakulima wanalimiwa kwa bei ya shilingi 35,000. Umenipa maelekezo juzi Simiyu, tuongeze matrekta mengine. Mwaka huu tutanunua matrekta mengine 450, na nataka nitumie nafasi hii kuwaomba wakulima wote kwa maandalizi ya msimu ujao, nendeni mkajiorodheshe kwenye chama chenu cha msingi na wale maafisa ugani wa BBT, wakulima wote wanaotaka kulimiwa na serikali kwa njia ya ruzuku. Lakini jambo la tatu, na bei itakuwa ile ile shilingi 35,000 kwa ekari. Wakulima huku wanalimiwa kwa zaidi ya shilingi 60,000 mpaka 70,000. Lakini mwaka huu Mheshimiwa Rais umenipa idhini ya kuwaletea wakulima wa pamba mbolea maalum ambayo tutaanza kuigawa mwezi wa 10 kwa ajili ya kutumika kwenye zao la pamba, na mbolea hii itagaiwa bure kwa wakulima wa pamba. Kwa hiyo mkulima wa pamba mwaka huu atapata mbegu bure, atapata kiwatilifu bure, atapata huduma ya trekta kwa bei ya ruzuku, na atapata mbolea kwa ajili ya zao la pamba. Mheshimiwa Rais, trekta ulizogawa hapa zina thamani ya zaidi ya bilioni 3.6, na tunataraji kutumia zaidi ya bilioni 3.6 zingine kwa ajili ya trekta kuja katika wilaya hii ya Meatu. Jambo jingine Mheshimiwa Rais ambalo nitaka nilitolee maelezo, na nataka niliongee ili polepole wakulima wote wa pamba na wanasiasa wenzangu wanielewe katika hili. Mheshimiwa Rais, toka historia ya nchi hii, mkulima wa Simiyu alikuwa anapata kilo 200 na kilo 300. Wanasiasa wa mkoa wa Simiyu wameitumia pamba kama siasa na sio zao la kiuchumi la kuwatoa watu katika umaskini. Kwanza, hakuna mtu yoyote anayeweza kutathmini bei ya pamba isipokuwa serikali.
hata wakiwa wanunuzi 500 kwenye kijiji, bei ya pamba inaamuliwa na serikali. Na mimi nataka nimuombe ndugu yangu Mpina hapa mbele ya wananzengo. Mimi na yeye tulishakubaliana, Mheshimiwa Rais atasema hoja zake, nitazijibu hadharani, kwa sababu hakuna ambalo serikali inaficha. Mpina huyu aliua kitalu cha mbegu katika kijiji cha Mwabusalu kwa siasa hizi za kuwadanganya wananchi. Serikali ikakiondoa. Tuliweka kitalu, wananchi wale walikuwa wanapata zaidi ya milioni 250 mpaka milioni 320. Fedha za ziada ukiacha bei. Akaenda kuwahamasisha wapande mahindi ndani ya katika hivyo vitalu. Hatuwezi kuruhusu mfumo huu ambao wanao, na mwaka 2019-20 alikuwemo kwenye serikali. Ni mmoja kati ya watu waliompotosha Rais Magufuli kumwambia kuwa bei ya pamba duniani ni juu, rais atangaze bei. Matokeo yake pamba ikafa, hawa wananchi pamba zikanunuliwa 500, ikawa matatizo matupu. Nataka nimwambie yeye na wanasiasa wote wa Simiyu, sintaruhusu mtu yoyote aharibu mfumo ambao tumeanza kujenga. Mwaka huu wilaya hii, Mheshimiwa Rais, pamba ilianguka mpaka tani 30,000. Tunataraji kuvuna tani 60,000. Na niwaambie wakulima, endeleeni kukusanya pamba, bei anayeamua serikali, na tunapanga sisi bei, sio mtu yoyote. Tulianza na 1150, leo tuko 1200. Mwaka jana tulianza na 1150, tukamaliza na 1700. Serikali itakuwa inatoa bei kutokana na mwenendo wa bei ya soko la dunia. Mfumo wa contract farming ndio mfumo sahihi wa kuondoa tatizo la pamba. Nyinyi wakulima hamwezi kutetewa na mtu mwingine isipokuwa serikali iliyoko madarakani. Na nataka nirudie tena, niwaonye wanasiasa wote. Mheshimiwa Rais, ninajua wapo watu waliwafata wasaidizi wako wakiwaambia eti serikali itoe ruzuku ya bei, serikali haitorudia makosa iliyoyafanya mwaka 2019-20. Makosa haya ya namna hii anayoyafanya Mpina ndio yaliua korosho kwenye nchi hii, yaliua tumbaku kwenye nchi hii, yaliua pamba kwenye nchi hii. Hatuwezi kuruhusu kama taifa kuja kuruhusu kuumiza mazao katika nchi yetu. Niwaombe wakulima, aminini mfumo unaojengwa na serikali, tutaendelea kusimamia, na mfumo huu wa BBT ndio mfumo sahihi. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Nimesema niyaseme haya, kuwe na uwazi na ukweli. Asante sana. Mheshimiwa Ndejembi, tafadhali naomba uje mkaribishe. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nichukue nafasi hii sasa kukukaribisha ili uweze kuzungumza na wanasimiyu. Karibu. Naomba tusimame.